We are not in these jobs to be popular. We are here to do the right thing, and I will do the right thing. Joto la siasa linazidi kuongezeka sana katika nchi ya Kenya. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Hii ni Aloysia TV, na ikiwa hii ni mara yako ya kwanza, basi jiunge nami kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyoko tu chini ya video hii, ili basi ukuwe miongoni mwa watu ambao wanapata habari hizi na zingine kadri tu nitakapozia katika mtandao wa YouTube. Mpenzi mtazamaji, karibu katika uchanganuzi wa leo. Ikiwa leo tunamzungumzia Fred Matiang'i. Je, Fred Matiang'i ni nani? Kwa ufupi mpenzi mtazamaji, Fred Matiang'i alikuwa waziri wa usalama ya mambo ya ndani katika nchi ya Kenya. Hii ni katika utawala waliyekuwa rais wa 4 wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Naam, Fred Matiang'i anafanya nini kwa sasa? Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, katika maandamano ya kizazi cha Gen Z, Fred Matiang'i basi aliweza kugonga vichwa vya habari. Hii ni baada ya vijana wa Gen Z kuweza basi kumpendekeza kuwania kiti cha urais katika nchi ya Kenya mnamo mwaka 2027. Na mpenzi mtazamaji, hivi majuzi Fred Matiang'i aliweza kurudi nchini Kenya kuweza basi kutangaza rasmi kuwania kiti cha urais wa nchi ya Kenya. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba Fred Matiang'i alikuwa anafanya kazi na muungano wa World Bank huko ng'ambo. Naam, katika homecoming ceremony ya Fred Matiang'i, mpenzi mtazamaji, watu wengi wameweza kushangazwa na ile idadi kubwa ambayo iliweza kujitokeza ili basi kuweza kumkaribisha Fred Matiang'i nyumbani. Mpenzi mtazamaji, katika ziara yake ya kaunti ya Kisii pamoja na kaunti ya Nyamira, Wanagusi wengi waliweza kujitokeza ili basi kumpokea mwana wao ambaye basi atawania kiti cha urais wa nchi ya Kenya mnamo mwaka 2027. Na mpenzi mtazamaji, jambo la kushangaza sana ni kwamba idadi ya watu waliojitokeza basi kumlaki Fred Matiang'i walikuwa wengi sana, na hili limeweza kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii na pia katika runinga ya kitaifa. Idadi kubwa ya Wanagusi waliweza basi kujitokeza na kusimama na kijana wao ambaye ni Fred Matiang'i. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba hata kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga ambaye basi anaaminika kwamba ana ushawishi mkubwa sana katika eneo la Gusii, hangeweza basi kushawishi idadi kubwa ya watu kuweza basi kujitokeza kumuona. Mpenzi mtazamaji, imeweza kuzua gumzo sana, na sasa hivi tunataka kuzungumza ni maneno yapi yaliweza kuzungumziwa pale Gusii katika homecoming ceremony ya Fred Matiang'i, pamoja na viongozi ambao basi waliweza kujitokeza kumlaki Fred Matiang'i. Kwanza kabisa, acha tuone Fred Matiang'i alikuwa na yepi ya kusema. Tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili jetu iwe sawa sawa. Na mpenzi mtazamaji, Fred Matiang'i aliweza kuongea na wananchi wa Gusii na wa Kenya kwa ujumla. Na mpenzi mtazamaji, hakuweza basi kutaja jina la William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya. Watu wengi walikuwa wanadhani kwamba Fred Matiang'i angeweza kukemea uongozi wa William Samoei Ruto. Fred Matiang'i aliweza basi kuzungumza kwa lugha ya Ekigusii, kwa maana yeye ni Mkisii na watu ambao walikuja kumlaki ni wa Kisii, basi hakuwa na budi kuongea na Kikisii. Aliweza kuongea na Ekigusii vizuri, akaelewana na watu. Najua kwamba ukienda nyumbani lazima uzungumze ile lugha ambayo wananchi wako ama watu wako wanaelewa, na ukiongea kwa Kikisii vile aliongea kwa Kikisii, mpenzi mtazamaji, wana Abagusii waliweza basi kufeel kwamba kijana yao basi ameweza kurudi nyumbani, na pia wameweza kupata kiongozi ambaye basi ataweza kuiongoza nchi. Mpenzi mtazamaji, miongoni mwa viongozi ambao basi waliweza kujitokeza kuweza kusaidia Matiang'i ama kusimama na Matiang'i alikuwa ni gavana wa kaunti ya Nyamira, Mheshimiwa Amos Nyaribo,
pamoja na Senator Onyonka ambaye ni senator wa Kisii, pamoja na gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Simba Arati, pamoja na viongozi wengine wa Kisii kwa ujumla. Na mpenzi mtazamaji, kuna viongozi ambao hawakujitokeza ama hawakuonekana katika homecoming ceremony ya Simba Arati. Huyu ni Chief Whip ambaye ni Silvanus Osoro, mbunge wa South Mogirango, na pia yule mbunge wa Nyaribari Chache Zahir Janda pia hakuonekana. Mpenzi mtazamaji, unavyojua ni kwamba watu hawa wako katika serikali ya William Samoei Ruto. Sasa hawangejitokeza licha ya kuwa Matiang'i ni mtu wao, hawakujitokeza kuweza basi kumlaki. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba Simba Arati aliweza kuonekana na watu wengi waliweza kujiuliza ikiwa ni je, ameweza kusaliti Raila Amolo Odinga. Simba Arati aliweza kujitokeza na kusema kama mwanaume kwamba yeye mwenyewe Fred Matiang'i ni kama ndugu yake, na ndugu yako ajapo nyumbani lazima ujitokeze kuweza kumlaki licha ya kuwa na tofauti mbalimbali ya kisiasa na kadhalika. Mpenzi mtazamaji, sasa tuweze kuzungumzia kuhusu uaniaji wa kiti cha urais wa mwaka 2027. Kuna baadhi ya viongozi kutoka nchi ya Gusii ambao pia wameweza kuonyesha hisia za kutaka kuwania kiti cha urais wa nchi ya Kenya. Wanagusii wameweza kujitokeza na kuambia kwamba wao hawataweza hicho kiti na ni Fred Matiang'i ndiye atakayeweza basi kupambana na William Samoei Ruto ifikapo mwaka wa 2027. Mpenzi mtazamaji, naomba basi unipe maoni yako kwenye upande wa comments ikiwa una matumaini kwamba Fred Matiang'i ataweza kupambana na rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto ifikapo mwaka wa 2027. Kuna jambo ambalo lazima nilizungumzie sasa hivi kwamba kuna wale viongozi katika serikali ambao wameweza kuonekana wakiweza kumtukana Fred Matiang'i, kuweza kutamka mambo tofauti kuhusu Fred Matiang'i. Wameweza kusema kwamba Fred Matiang'i alikuwa kiongozi mbaya wakati alikuwa serikalini. Kuna wengine pia wamesikika wakisema kwamba Fred Matiang'i aliweza kuua watu wengi kinyama wakati ambapo alikuwa waziri wa usalama ya mambo ya ndani katika nchi ya Kenya. Mpenzi mtazamaji, nawe pia naomba tu unipe maoni yako kwenye upande wa comments ikiwa unakubali kwamba Fred Matiang'i aliweza kutekeleza mambo hayo. Sisi kama Wakenya tunatazamia Fred Matiang'i kuweza basi kuendelea na ziara yake, kuweza basi kutangazia Wakenya kutoka kaunti mbalimbali kwamba atataka ama anataka kusimama kiti cha urais, na tutaweza basi kulenga macho basi na kutega sikio kwa yale ambayo basi ataweza kuahidi Wakenya. Na mpenzi mtazamaji, kuna tofauti gani kati ya Fred Matiang'i na Daktari William Samoei Ruto? Wote wamesoma, wote ni madaktari. Kuna watu ambao wameweza kuonekana wakiwalinganisha. Kuna wengine wanasema kwamba hao watu wanatoshana tu, wanafanana tu kwa sababu wameweza kuwa kwenye serikali. Na kuna watu ambao walikuwa nasema kwamba mtu ambaye anafaa kuwa rais anafaa kuwa mtu ambaye hajahusishwa na kashfa yote ya ufisadi ama mambo ya uuaji na kadhalika na kadhalika. Na watu hawa wote wanahusishwa na uuaji na ufisadi. Mpenzi mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Tunaendelea kufuatilia habari hizi na zingine kadri tu zitakapogonga meza yetu ya habari. Naomba tu uweze kubonyeza alama ya subscribe ili basi kuganda nasi kila siku.